Naam, mtazamaji wa Anwar TV, karibu tena kuna kipindi cha The Golden Boot, sehemu ambako tunakwenda kuangazia habari za kimichezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Na kwa siku ya leo tunakwenda kuangazia katika klabu ya Young Africans mara baada ya siku ya jana kuweza kutoa ubingwa wa 32 katika historia na rekodi ya timu hiyo, ikiwa ni ubingwa wa 5 mfululizo tangia klabu hiyo ianze kuchukua ubingwa msimu wa mwaka 2021 2022. Na kwa siku ya jana klabu hiyo imefanikiwa kutoa ubingwa wake wa 5 mfululizo mara baada ya kumfunga JKT Tanzania goli 3 kwa 0. Habari kubwa ama story kubwa ni kwamba tukio ambalo Young Africans kwa siku ya jana wamelifanya la kutotumia vyumba rasmi vya uwanja wa mechi, kwa maana Meja Jenerali Isamuhyo, na badala yake kwenda kutumia viwanja ama kutumia vyumba vilivyopo katika nyumba nyingine nje ya uwanja, ndio jambo ambalo tunakwenda kuliangazia katika siku ya leo kinaga ubaga. Je, ni jambo ambalo Young Africans wameendelea kulitumia kama sehemu ya mazoea? Ingawa tunakumbuka kwamba katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao ulitamatika kwa sare ya goli 2-2, Young Africans walitumia nyumba hiyo hiyo na kuadhibiwa kiasi cha shilingi milioni 30 ambayo klabu hiyo ilitakiwa kulipwa kwa mujibu wa kamati ya usimamizi na uendeshwaji wa ligi kuu soka Tanzania bara, na klabu hiyo waliweza kutekeleza kwa asilimia 100. Na tukio la jana nitakwenda kuangazia, je, ni mazoea Young Africans ambayo amekuwa nayo, na je, adhabu ambayo bodi ya ligi na kamati hiyo waliipatia kwa mara ya kwanza ilikuwa ni adhabu ambayo Young Africans hawakuitekeleza kwa asilimia kubwa, kwa maana hawakuitii na kuweza kuacha mambo hayo moja kwa moja? Kwa nini jana limeweza kujirudia kwa mara nyingine tena? Nikwambie tu kama mtazamaji, jana katika mchezo wa Young Africans dhidi ya JKT, mechi ambayo ilipigwa majira ya saa 10 kamili jioni katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, klabu ya Young Africans ilirudia kosa lake lile lile ambalo walilifanya katika mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya wapinzani wao klabu ya Simba, katika mchezo ambao ulitamatika kwa sare ya goli 2-2. Na kwa siku ya jana Young Africans sambamba na maofisa wao walikwenda kutumia vyumba vingine vilivyopo katika nyumba nyingine na sio vyumba rasmi katika uwanja wa Isamuhyo, ambako ndiko walikwenda kubadilishia nguo kabla ya kuingia kunako mchezo wa round 30 dhidi ya JKT Tanzania. Pengine ni wasiwasi ya Young Africans, wakahofia mambo ambayo wao binafsi yao wanaweza akawa wanafahamu vyema, ama tu ni mwendelezo wa tabia ambayo Young Africans ameendelea kuionyesha pale ambako anakwenda kucheza katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, kwa maana kutumia nyumba ambayo wao wenyewe wanaita kwamba ni nyumba ya dhahabu ama jumba la maajabu ambalo wamekuwa wakitumia mara kwa mara. Kanuni ya bodi ya ligi, kwa maana kanuni ya 17 kipengele cha 20 kinaeleza ama kinafafanua kwamba endapo timu itatumia vyumba vingine tofauti na chumba husika cha uwanja ambako ndio taratibu zinazoeleza kwamba klabu husika inabidi kuitumia, watapewa adhabu ya kutozwa kiasi cha fedha kama ilivyokuwa katika mchezo dhidi ya Simba ambako Young Africans walifanya kosa hili na wakaweza kuadhibiwa kiasi cha shilingi milioni 30. Safari hii ama kwa mujibu wa kanuni inaeleza kwamba endapo timu husika ikapewa adhabu ya kwanza na badala yake wakarudia kosa lile lile, adhabu hiyo itaongezeka na kuwa mara 2 ama kuadhibiwa kwa ukubwa zaidi, tofauti na mara ya kwanza namna ambavyo waliadhibiwa moja kwa moja. Kwa hiyo Young Africans kwa wakati huu kinachosubiriwa ni kamati ya masaa 72 kama watu wengi ambavyo wamekuwa wanaifahamu, kuweza kusubiria kitu gani ambacho wanaweza wakaiadhibu klabu ya Young Africans mara baada ya siku ya jana kutumia vyumba vingine tofauti na vyumba vilivyopo katika uwanja wa mechi, kwa maana uwanja wa Isamuhyo, katika mchezo wao wa siku ya jana dhidi ya JKT Tanzania, mchezo ambao ulikuwa ni wa mwisho kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Na kwa adhabu ya mwisho ambayo Young Africans walipewa, walibidi kulipa kiasi cha shilingi milioni 30 ambayo waliamua kuwachangisha
wanachama, wapenzi na mashabiki wa klabu yao, ambayo kwa 100% wao ambao ndio walihusika katika kuchangia adhabu hiyo na kuweza kuilipa bodi ya ligi na kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi kuu soka Tanzania bara. Hili limekuwa ni suala ambalo Young Africans wamekuwa wanalifanyia mazoea kwa maana ya muendelezo, na ni jambo ambalo halina taswira nzuri kwa timu kubwa kama Young Africans, timu ambayo tunaamini ni professionals way, ina wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa, uongozi ambao una weledi mkubwa, na kufanya swala kama hili ambalo ni kinyume na matakwa lakini pia taratibu na muongozo wa ligi kuu soka Tanzania bara iliyoko chini ya shirikisho la soka Tanzania kwa maana ya TFF. Kwa hiyo kwa wakati huu kinachosubiriwa ni kauli ama ile release na maelezo kutoka kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kitu gani ambacho wanaweza wakakitoa juu ya tukio hili ambalo klabu ya Yanga siku ya jana walilifanya katika mchezo wao wa mwisho wa ligi kuu soka Tanzania bara, kutotumia vyumba vya kubadilishia nguo katika uwanja wa Isamuyo, badala yake kwenda kutumia vyumba vingine vilivyopo katika nyumba iliyopo nje ya uwanja huo katika eneo la Mbweni, Dar es Salaam. Kwa hiyo Young Africans wako mbioni kupatiwa adhabu hiyo kwa mujibu wa kanuni ya kipengele cha 17, kanuni ya 20 kipengele, kanuni ya 17 kipengele cha 20 ambayo inaeleza kitu gani ambacho timu ikifanya makosa kama haya, na tukumbuke kwamba hili ni kosa la kujirudia kwa Young Africans katika msimu huu. Kwa hiyo tunategemea kuweza kushuhudia adhabu ikiwa kubwa tofauti na ilivyokuwa kwa mara ya kwanza. Naitwa Leopard John, sauti ya mvua. Nikushukuru kwa kuwa nami mwanzo mpaka tamati mwa siku ya leo, ambako tumeangazia kile ambacho Young Africans wamekifanya kwa siku ya jana juu ya kutotumia vyumba rasmi vya kubadilishia nguo katika mchezo wao hapo jana dhidi ya JKT Tanzania. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.